الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، ولتنظر نفس ما قدمت للغد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu Waislamu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakuna kitu kizuri ambacho mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamkabili Mwenyezi Mungu mja wake siku ya Kiyama isipokuwa akiwa na vazi la uchamungu, siku ambayo kila mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatamani au atakuwa na pupa ya kuonekana ni wa maana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisifia kwa wasfu tofauti tofauti ndani ya Qur'an. Vile vile Mtume Muhammad pamoja na maasumina alayhim afdalus salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa au amewapa waja wake nyenzo za kuzitumia hapa duniani kabla hawajafikwa na umauti, ili wakikutana naye siku ya Kiyama, yule atakayekuwa na jambo la khair basi awe na majibu sahihi ya kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yule ambaye atakuwa na amal ambazo si nzuri vile vile atakuwa na majibu sawa sawa ya kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu akampa mwanadamu nguvu mbili za kutumia ambazo ni kubwa kuliko nguvu nyingine zozote zile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an: wa hadainahu an-najdain imma shakiran wa imma kafura. Tukampa mwanadamu au tukamwekea njia mbili mwanadamu, imma shakiran, ima awe katika njia ya kushukuru au awe katika njia ya kukufuru. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumwekea hizo njia bila nyenzo kama tulivyosema. Maulama wetu wa mambo ya tarbia wanasema ya kwamba mwanadamu amepewa nyenzo kuu mbili za kutumia ili akikutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale majibu atakayoyatoa mbele ya Mwenyezi Mungu basi ni sawa sawa na zile nyenzo Mwenyezi Mungu alizompa. Maulama wetu wanasema ya kwamba mwanadamu amepewa nguvu mbili: quwwatu ash-shahawiyya wa quwwatu al-aqliyya. Mwenyezi Mungu amempa mwanadamu nguvu ya matamanio, vile vile akampa nguvu ya akili. Kwa hivyo kuna nguvu mbili ambazo zinapambana ndani ya mwanadamu ili kujikwamua kutoka katika ile ambayo ameizoea au anaimaris au anaifanya kila kukicha katika maisha yake. Lakini katika nguvu hizi mbili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifadhilisha nguvu moja kuliko nyingine, ambayo ni nguvu ya akili. Kwa hivyo katika maisha yote ya mwanadamu anapambana kutoka katika uovu ambao Mwenyezi Mungu haupendi, anaondoka
au anajitahidi kuondoka katika maswali ambayo yataichafua nafsi yake. Mwanadamu anakuwa anatembea katika njia hizi mbili, na hiyo njia moja ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifadhilisha kuliko nyingine ndio kiumbe pekee ambacho alikiumba ikisha akakiambia adbir au aqbil, njoo, faadbara, akili ikaja ikamfuata Mwenyezi Mungu. Ikisha ikamwambia aqbil, ondoka, akili ikaondoka. Mwenyezi Mungu akaiambia akili, kwako wewe nitawapa watu thawabu, na kupitia wewe akili nitawapa watu adhabu. Kwa hivyo inaonyesha ya kwamba akili nayo ina sampuli tofauti tofauti ya kuitumia ili mtu afikie katika malengo yake sawa sawa. Kwa sababu akili pia unaweza ukaitumia katika mambo machafu. Unapopanga mikakati mathalan ya kufitinisha watu wawili au baina ya grupu na grupu, hauwezi kutumia shahawati, kitu ambacho kinakupa nguvu, kinakusukuma kupanga mipango ya kuharibu dola fulani au watu wawili au grupu la watu fulani na fulani. Unakaa chini peke yako, unafikiria namna ya kuanzisha lile jambo. Hapo unakuwa haujatumia matamanio yako, umetumia akili yako. Matamanio yako yamekuwa nyuma ya akili. Kwanza unapanga mipango ufanikiwe, alafu ukishafanikiwa yale matakwa yako ndio utakuja kuyafuata baadaye. Mfano, sasa hivi tunapoangalia vyombo vya habari sehemu tofauti tofauti Mashariki ya Kati, vile vita ambao vimezuka, yale ni matamanio ya fulani kuchukua ardhi ya fulani, ya fulani kuiba ardhi ya fulani. Yale ni matamanio ambayo yamemvaa katika moyo wake, lakini matamanio hayajampeleka kwenda kufanya vita katika nchi fulani ili aibe kipande cha ardhi au akachukua ardhi yote kwa ujumla. La, amepata yale matamanio, nataka kuchukua sehemu ya ardhi katika nchi fulani, katika mipaka fulani. Baada ya kuwaza hayo mambo, akili yake kamwambia la, lazima utengeneze grupu fulani ambalo litakusaidia kuwavuruga wale watu wanaotaka kwenda kuwaibia ardhi yao. Akili kamwambia la, lazima uweke mikakati imara katika nchi yako, kwa sababu na wao sio wajinga kiasi ukiwavamia watakaa tu katika vyumba vyao au katika majengo yao. Kwa hivyo lazima uweke mikakati imara katika dola yako ili ukivamiwa na wewe usiweze kuharibikiwa. Hizo zote ni mbinu za kiakili. Kwa hivyo baada ya kutumia akili, watu wakaenda kuharibu, kufanya kitu fulani, akafanikiwa kuchukua ardhi, anaanza pia kupanga mikakati ya kujenga magorofa, kujenga viwanda, kufungua mashamba makubwa makubwa. Natija ni nini? Ili aifurahishe roho yake na watu wake ambao anawaongoza. Hiyo ndio mikakati ya akili. Kwa hivyo akili unaweza ukaitumia kwenye jambo zuri na baya, lakini uzuri, maulama wetu wa tarbia wanasema ya kwamba ile akili ikishafikia mahala fulani inakuacha unakuwa swahibu wako ni nani? Ni ashahawati, ni matamanio. Leo unakuta watoto wadogo ambao wamezaliwa leo, wana wiki, wana mwezi, lakini mtu haoni ni ajabu, ile roho ya ashahawati imemvaa, anaenda kutupa bomu mahala ambapo kuna hospitali ya watoto peke yao, ikisha na waua wote. Shahawa na matamanio vimemvaa huyo mtu mpaka akili yake inakuwa imemwacha, imeondoka. Ndio maana siku ya Kiyama, miongoni mwa majina ya siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipa majina mengi, vile vile maasumina na mitume. Miongoni mwa siku ya Kiyama majina yake wanaita ni yaumu an-nadama, siku ya majuto. Kwa nini? Kuna mtu anaweza akajuta kwa jambo la kheri na mwingine akajuta kwa jambo la shari. Kuna mtu atajuta akiwa anatizamana na Ibilisi alayhi laana, yule ambaye alimchukua mpaka kaenda kufanya maasi na maovu, lakini Ibilisi siku ile atamkataa, atamwambia la,
mimi nilikuonyesha njia za kufanya mambo fulani na wewe ukanifuata. Kwa hivyo leo nina langu na wewe una lako, na mimi namuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni siku ya majuto kwa maovu uliyoyafanya katika ulimwengu huu. Lakini vile vile katika mambo ya kheri watu watajuta baada ya kuingizwa peponi. Kwa nini wajute? Unakuta mtu yuko peponi kama kisa maarufu, na visa ni sehemu ya dini. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'an, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran. Ya Rasulullah, sisi tunakupa visa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutambua mambo yaliyopita ambayo ulikuwa hauyafahamu. Vile visa vinakupa masomo au vinakupa somo vya kuwafundisha watu unaoongoza na wale watakaokuja. Ndio maana katika Qur'an unaweza ukakuta kuna kisa kizima katika sura mwanzo mpaka mwisho. Mfano surati Yusuf, sura imeanza mwanzo mpaka mwisho ni mambo ya visa. Haikutosha, Mwenyezi Mungu akaipa sura moja ikaitwa suratul Qasas, sura ya visa. Kwa hivyo historia, kama tunavyosoma katika zile darasa za Jumamosi na Jumapili, historia ni sehemu maalum ya kumjenga mwanadamu, kwa sababu anafahamu alipotoka, anafahamu alipo na anaelekea wapi. Nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran. Kwa hivyo visa ni sehemu inayomjenga mwanadamu au inayomjenga mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna majuto watu wakiingizwa motoni, vile vile kuna majuto watu wakiwa peponi. Na kila siku katika maisha ya mwanadamu anayoishi, ndugu zangu, kila siku mwanadamu anapoishi au katika ulimwengu huu aliopo, vile vile anakuwa na vitu viwili. Kila unapokipenda kitu ndio mahaba yako yanazidi katika kile kitu, na kila unapozidi kukichukia kitu ndio moyo wako unazidi kuwa na chuki na kile kitu. Kwa hivyo vile vile mwanadamu anaishi katika vitu hivi viwili. Wewe ukiwa na tabia au ukiwa na hulka ya kila siku ni ya kuchagua masaa fulani ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu au kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi mahaba yako yatakuwa yanazidi zaidi ndani ya moyo wako. Na kama ukichukia kitu fulani ambacho Ibilisi alayhi laana ndio kila siku anakushawishi kwenda katika hicho kitu, basi utakuwa unakichukia kila kitu. Kwa hiyo kila kitu ni mazoea kwenye maisha ya mwanadamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika riwaya ambayo ni ndefu sana kuhusu majuto ya watu wawili siku ya Kiyama, wale watakaoenda peponi na wale watakaoenda motoni. Vile vile tunasoma katika aya nyingi baada ya Mwenyezi Mungu kwa kumaliza ile hesabu, yule wa peponi kwenda peponi na wa motoni kwenda peponi. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, watachungwa wale ambao wanaenda motoni kwa makundi na wale malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile watachungwa au watalindwa kwa lugha nyingine wale wanaoenda peponi wakiwa makundi. Wale ambao wanaenda peponi watawaambia wenzao, unzuruna naqtabisu min nurikum, tutizameni ili tuone njia tunakoenda, kwa sababu nyinyi mna nuru sana. Siku ya Kiyama kila mtu atakuwa na shakhsia au aina yake Mwenyezi Mungu atakamfufua. Kama ulikuwa ni mtu munafiki, utafufuliwa na sura yako maalum. Ulikuwa ni mtu muongo, Mwenyezi Mungu atakufufua na sura yako maalum. Ulikuwa ni mtu mutakabbir, Mwenyezi Mungu atakufufua na sura maalum. Na katika sura ambazo ni za kuogopesha, Mtume Muhammad anasema ya kwamba almutakabbirun
yahshuruhumullah yawma alqiyamati dharra, wale watu wenye kibri na wenye kutakabbar mbele ya wenzao wakajiona wao ndo wao, Mwenyezi Mungu atawafufua wakiwa ni kitu kidogo chini ya punje, wanakanyagwa na watu wote mpaka hesabu ishe. Alafu Mwenyezi Mungu ndo anawasimamisha wao, wanahesabiwa yale maovu yao waliyofanya, ikisha wanapelekwa anakopelekwa. Kwa hivyo siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapeleka wa peponi na atawapeleka wa motoni. Kwa yale majuto yale, wale wa motoni watakuwa hawaoni njia. Watawaambia wale wa peponi ya kwamba undhuruna naqtabisu min nurikum, tutizameni tutumie nuru yenu kwenda tunapoenda. Vile vile katika majina ya siku ya Kiyama inaitwa yaumul istihzai au yaumus sukhriya, siku ya kufanyiana istihzai. Wale wa peponi watawajibu wa motoni, irji'u warakum faltamisu nura, rudini kule mlikotoka mkachukua ile nuru mnayoitaka. Kwa hakika hata wakirudi hawawezi kuona mwanga wowote. Kwa hiyo wale wanamfanyia istihza watawaambia kwamba rudini mlikotoka mkachukue nuru iongoze kule mnakoelekea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafungia mlango mkubwa ambao katika riwaya Mtume anasema dhahiruha rahmatun, ukiutizama kwa nje yake una rahma, wa dakhiluha rahma, vile vile ndani ya ule mlango kuna rahma. Mwenyezi Mungu anawadhalilisha wale ambao walikuwa wanafanya maovu na kutaka baadhi ya vitu vya wema ambavyo wanaviona kwa wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa wanaoenda peponi.